Goli 8 imekwenda kuwa historia si katika CRDB tu, mpaka NBC, mpaka huko championship. Hakuna timu iliyoshinda goli 8 kwenye mchezo mmoja. Kwanza, kwa nini Stendi amekula dozi ambayo pengine imekuwa kubwa kwake? Na Young Africans inadhamiria nini msimu huu? Hii inaweza ikawa ngeni kwa watu wenu au kamkumbe, lakini kwa mashabiki wa Yanga wala sio ngeni, kwa sababu kama unafuatilia vizuri, timu ya kwanza kushinda bao 5 kwenye ligi kuu ilikuwa ni Yanga. Timu ya kwanza kushinda bao 6 kwenye ligi kuu ilikuwa ni Yanga. Na timu ya kwanza kufunga magoli 8 katika mashindano ya Tanzania msimu ni Yanga. Kwa hiyo kwa sisi mashabiki wa Yanga sio tu 8, tunategemea hata kwenye ligi kuu na hata kwenye haya mashindano kuna mwingine atakula 10. Sisi tunajua. Yaani Tanzania hapa kwenye hizi timu zenu za Tanzania hizi zote ukatoa Yanga yenyewe zinazobakia, ipo timu itakuja kula goli 10. Kwa asili, kwa sababu kama kuna mtu anatukimbia siku tukikutana naye wanaopaswa kula goli 10 ashara si wengine ni Madunduka, Makolo na JKT. Kati ya hizo mbili mmoja wapo tukakutana naye finali. Dunduka au huyu wa nusu finali. Dunduka anajiangusha kwa Singida. JKT anasema anawataka kwa Singida. Kaka, timu yetu sisi nimekwambia tena kwa namna ambavyo imetengenezwa. Kwa mfano leo naweza nikakutolea mfano mdogo. Unajua kwa nini wamekula goli 8? Creativity ya Chama na ya Azizi ikawa pamoja ndio imetoa goli 8. Ikiwa creativity ya Chama ina Pakome, ina Azizi, ina Ucho, ndio maana wengine wanatoaga timu. Umenielewa hapo? Yaani ubunifu wa Chama na Azizi. Wewe Chama si ulikuwa muone kwenye timu? Sisi tukalalamika Chama hayupo. Sisi tunajua Chama ukamchanganya na Azizi huyu, kumbuka so Azizi yule ginja yani hajakamia amechapa kacheza tu kawaida. Huyu bwana shemeji. Kuna Azizi Ki, huyu anacheza sasa hivi unamwona anafunga, huyu ni shemeji wa Hamisa Mobeto. Kuna Azizi Ki. Sasa ukikutana na Azizi Ki, Chama, Pakome, alafu unalidia Ucho kwenye ubora wake. Prince Mpumelelo Dube yuko pale, Clement Mzize sio anatokea upande mwingine. Shekhe, hapo ndo wengine wanakimbiaga. Kwa hiyo hizi 8 wewe umeziona. Sisi wenzako tunaona 10 zipo, na hizo 10 zipo kati ya nusu finali au finali. Yaani zipo 10 zipo kabisa. Hizo JKT au Madunduka au mbabe wa Singida na Simba. Na tucheze kokote. Kwa sababu ile kule si ni dabi ya watu wa Singida. Unajua wale Makolo sasa hivi sio dabi nao. Wale pale Makolo dabi yao sasa hivi ni Singida. Ndio kiwango chao cha kucheza nao. Na unajua kwa nini wale dabi yao? Sababu Mo mtu wa Singida kashakuwa mbunge Singida. Sio, umeelewa? Kwa hiyo dabi yake na ile timu yake ni watu wa Singida kwa Singida. Singida dabi. Ile ni Singida dabi. Wale watu wa Singida. Na Madunduka wengi nao ni watu wa Singida. Marage mara moja sijui nini? Nakuibia siri. Marage mara moja anaiva. Nakuibia siri. Walihitajika hata kwenye kombe la muungano kule wameshajivunja hawaji. Kwa hiyo hata hii ya Singida Madunduka hawaji. Hawaji. Kwa kila tunakoenda wanasema wana ratiba ngumu, wana mechi za kibingwa. Kwa kila tunakoenda wanatukimbia. Wanasema wana ratiba wanajivunja. Mai wetu utajaa kwenye mfumo. Yaani ukitaka kujivunja msimu huu tukwepe, fungwa na Singida, hiyo ndio njia pekee yako tukwepa. Tofauti na hapo hakuna. Licha ya yenyewe kushinda 8, lakini bado wachezaji wa Young Africans baadhi wanaendelea kuwashusha, ikiwemo Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni na Djigui Diarra. Viko vyanzo mbalimbali vinaripoti kwamba eti hawa wakati wao umeisha. Bakari Nondo Mwamnyeto astahili kucheza Yanga na Djigui Diarra naye umelisikia kuma ulijibu. Unasemaje? Rudia hilo swali. Licha ya kushinda 8, wachambuzi wako bado wanaandika taarifa kwamba Djigui Diarra. Chambuzi nani? Chambuzi nani wewe? Wajui. Sikiliza nikwambie kitu. Unajua yule mzee wa kuto kupiga mswaki na wenzie tunajua. Yapo mambo mengi, yani mdauni wa kumzungumzia Stefan Aziki nini kafanya? Nini Clatous Chama leo alichokifanya? Lakini unawaza eti Diarra clean sheet kawaida. Tunaongea na Diarra performance yake kila mtu anaijua. Bakari Mwamnyeto kila mtu anamjua uwezo wake. Ni muda wa kumjadili Stefan amefanya makubwa leo. Kwa nini zimepatikana goli 8? Chanzo kilikuwa nani? Muulize Clatous Chota Chama. Wewe unatafuta dukuduku. Yaani yeye anatafuta dukuduku analichimbua. Sisi tukianza kuchambua sisi tukimchambua yeye kwa tunamaliza. Unamjua mmoja tu. Nani?
Ambukile yule mwamba yule achana na Ambukile. Chuma cha Mjerumani. Chuma. Sasa wanasema yule futari. Yaani yule ndo anajua kisa mmemwita kwenye futari kuchambua soka. Yule ndo anajua kuchambua soka. Yule ndo mchambuzi. Futari imewekwa kila mtu alikuja. Twende tu uchambue mpira. Djigui Diarra kaifikisha Yanga fainali, anadaka penalty kwenye mchezo wa fainali. Djigui Diarra huyu ambaye saa hizi mnasema hana clean sheet nyingi, hata last season Lema Tampi alikuwa na clean sheet nyingi kuliko Djigui Diarra. Ukaekewa Lema Tampi na Djigui Diarra, wewe unachukua nani? Asante. Yaani unaulizwa swali hapa sasa hivi na unatoa majibu yaliyonyooka. Kaka, kuwa na clean sheet nyingi inategemeana na matukio yaliyo mengi. Sisi hata goli tulizoziruhusu kwetu hazina madhara ya aina yoyote. Ni goli ambazo yani watu wana 8 mtu akifunga moja shehe kuna kazi gani? Yani hakuna kazi yoyote. Huyo unayemsema wewe Bakari Nondo Mwamnyeto ndo kapteni ambaye kasababisha nafasi nyingi za mabao kwenye Confederation Cup. Hata wao wanacheza saizi hawana beki wa aina hiyo. Shehe, wakati yani godi kabla hatujafika mbali. Wao maana yake Simba hawana beki ya kariba ya Bakari Nondo. Wakiwa naye na eka milioni hapa tunachana hapa, waweke statistics za Bakari Nondo utachague beki wao. Mtajie beki wao yoyote mwenye quality ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Na kuuliza mimi, yani mtaje beki yoyote kule kwa madunduka kule. Wewe unakokuona kule. Mwenye quality na uwezo wa kumzidi Bakari Nondo Mwamnyeto. Farhani alisema wakati Bakari Nondo anapiga pasi kwa Fiston Kalala Mayele away semi final, wakati Bakari Nondo anaweka rekodi ya kupiga kichwa mita 200, wewe ulikuwa wapi? Bakari ashapiga heda ya kuokoa kwenye boksi lake, anapiga heda mpaka katikati ya uwanja na hujagusa chini, yani mpira umepaa, nikapiga heda. Nani huyo beki ana rekodi hiyo? Farhani anasema. Farhani sio mchambuzi, ni shabiki nguli wa Simba. Farhani wewe umjui? Namjua. Farhani ni shabiki wa Simba. Haya sema, useme mchambuzi. Unapotaka kunitajia mchambuzi, wachambuzi tunawajua wenye maoni yao. Mchambuzi namba 1 nchi hii mwenye maoni Ambukile peke yake. Nambari 1. Mchambuzi gani wewe unamsema? Nitajie mchambuzi. Farhani anasema sasa kama wewe ulivyosema Farhani shabiki. Timu ya wananchi ni timu ambayo inathamini wananchi wote. Hii sio mara ya kwanza, mliona ambacho walikifanya Selebwenzi kwenye uwanja huu tulivyocheza nao. Selebwenzi alifanya kitu kikubwa na mashabiki wa Yanga tulimpongeza Selebwenzi. Kutokea pale Selebwenzi ameondoka na kiwango kikubwa, na hata mechi nyingine za Premier League alionyesha kiwango ambacho wachezaji wengine hawakutegemea kwamba Selebwenzi atakionyesha. Na sio mchezaji wa kwanza, naweza kusema kama ni mchezaji wa 3 hivi anapata bahati hiyo kwenye kupewa heshima na mashabiki wa Young Africans. Kwa hiyo kwa Saidi hii inaweza ikawa kwake ni mara ya kwanza kukutana nayo kama surprise, lakini anatakiwa ongeze juhudi. Ana kiwango kizuri kwenye fullback ya kulia, kapiga pasi nzuri, kaiba mali, alikuwa anajua kukimbia vizuri kwenye maeneo sahihi. Siku tumeona tunampongeza na ameonyesha kiwango kizuri tofauti na wachezaji wengi ambao tumecheza nao stand hapa leo. Saidi kaonyesha kiwango kikubwa. Kwa kila mtu amefurahia kiwango chake. Kama itampendeza president wa Young Africans, dirisha kubwa la usajili kwa wachezaji wazawa sio mbaya. Side. Yaani kwa wachezaji wazawa sio mbaya, sio haba. Aende kubisha hodi. Kaka, wachezaji wanacheza kwenye timu ndogo. Kucheza kwenye timu kubwa unaweza kuwa mchezaji mkubwa kwa namna ambavyo unapata benchi la ufundi zuri, viongozi wazuri, wanakupa vyakula kwa wakati, mazoezi unafanya kwa wakati, hauna shughuli nyingine. Inawezekana mchezaji huko akawakonda, huyu anaweza ka stand huko lakini akawakonda katika hiyo stand yenyewe. Mimi sinakwambia kwenye hiyo stand yenyewe anaweza akawakonda huyu, lakini kwa sababu ana mambo mengi ya kufanya ndio maana unaona kama hivyo, labda kiwango chake unakiona kama hivyo. Akija kwenye timu kama hizi za mpira anaonyesha kiwango kizuri, atapata wakati mzuri wa kufanya mazoezi. Sio yeye, Faisal alikuwa kama Side, Sheani alikuwa kama Side na wengineo mnawaona, lakini kwa sababu amekuja kwenye vilabu vikubwa, wametengenezwa, wamepata nafasi za kufanya mazoezi na benchi la ufundi zuri. Kila mwalimu anakupa tekniki zake, unazidi